Hali iko vipi katika kaunti ya Kisumu? Bramo, hali iko vipi sehemu hizo? Shukran sana Zubeida. Ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katikati mzunguko wa shule ya wavulana ya Kisumu. Mzunguko huu kila mara kunapokwepo maandamano hapa Kisumu, hapa ndipo maafisa wa usalama husimama na kuweka vizuizi kuweza kuwazuia wale vijana wanaotoka hii barabara ya kutoka Nairobi kuingia hapa jijini na vile vile kutoka ile ya Busia kuingia hapa jijini. Anavyoonyesha mpiga picha ni kwamba hii leo taswira ni tofauti. Dan anavyoonyesha ni kwamba vijana hawa leo hii kuna utulivu wa aina yake hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Kila mara maandamano yanapoitishwa katika eneo lile la Kondele huwa ndo mwanzo ambapo vijana huweza kukongamana, huweza kuanza moja kwa moja ule msururu wa maandamano kuelekea hapa jijini Kisumu. Lakini leo taswira inakuwa ni tofauti kabisa. Hamna vijana, kuna hali ya utulivu, hamna hata afisa yeyote wa polisi ambaye amekuwa hapa kuweza kushika doria. Masuala yanaendelea hapa ni uchukuzi wa kutoka kule nje kuelekea hapa jijini na vile vile kutoka hapa jijini kuelekea katika viunga vya jiji la Kisumu. Vile vile nikueleze kwamba biashara zimefunguliwa kwa ile kiwango cha kawaida. Watu wanaendelea na shughuli zao kwa njia moja kwa moja. Lakini sasa niruhusu niongee na baadhi ya vijana ambao wako hapa. Watueleze utofauti ambao upo mara hii. Mbona leo vijana wa Kisumu hamjajitokeza kuungana na wenzenu ambao wanaandamana katika maeneo mengine ya taifa? Sisi watu Kisumu raundi tumeona si government, hizo government zimepita, tumesaidia sana. Kila siku tunatoka maandamano tunapigwa, tunaulewa, hakuna mwenye wanatushughulikia. Raundi wale watu, kuna watu wengine hata wengine ni majajes walikuwa wanapelekewa hizi makeses kwa court kwamba tumeshindwa, wanatupiga chenga hivi alafu wanarudi nyuma kwa serikali wanaopewa kitu. Sasa sisi raundi, sisi watu wa Kisumu, na sio sisi watu wa Kisumu peke yake, hata ukiangalia baadhi wa sehemu zingine za nchi hakuna maandamano. Sasa mimi kama Evans Kenye naomba sisi kama watu wa Kenya, naomba tukue tu na amani na tupe serikali wakati tu mzuri, wafanye kazi yao mzuri. Na hata wamejua mahali walikuwa wanaendea, kuna mahali walikuwa wanaenda mbaya, sahi wanazitengeneza. Asante. Wacha tumsikize huyo mwingine. Utatueleza jina lako. Leo hakuna maandamano hapa Kisumu. Unaweza ashiria nini kuhusiana na mabadiliko haya ambayo hajaishuhudiwa hapa Kisumu? Asante sana. Kwa majina naitwa Bill Clinton, ukipenda Wodelena, mkaji wa Kisumu. Na kile kitu ambacho naweza sema ni ile sisi watu wa Kisumu tunajua kile ambacho tunataka na kile ambacho kinatufaidi na kile ambacho hakitufaidi. Ukiona hapo nyuma hizo miaka zimepita, tumekuwa tukichoma mabarabara, tukiharibu mali zetu, lakini kwa sasa tunajua sasa tuko ndani ya serikali na venye tunajua tuko ndani ya broad-based government. Na hii broad-based imetusaidia sana. Huko Mombasa tumefungua paya kubwa. Hapa sasa Kisumu tuko na MV3, hiyo meli sasa inatufaidi sana. Sasa hakuna haja tukianza kupigana tutasaidiana nini? Tukianza kupigana hakuna venye meli itatoka hapa, hakuna venye watalii watakuja Kisumu kutufaidi. Sasa tumekuwa tukiharibu mali zetu. Ukiangalia sasa vitu zinatembea vizuri. Tukiamua kuharibu vitu zetu hakuna kile faida tutapata. Sasa chenye tunasema Kisumu tuko very peaceful. Tunajua tunaomboleza. Tunajua watu walipoteza maisha yao. Hata sisi wenyewe tuko na marafiki zetu walipoteza maisha yao. Ni sisi wenyewe tuliingia kwa hiyo biashara ya kuandamana ili tupate watu wetu wapate ile chenye wanataka. Lakini tukiamua kuharibu vitu zetu, serikali ni mtu anasikia. Our president is somebody who is understanding. Raila Amolo Odinga ako hapo, anatuelewa. Tukisema tunataka watu wenye walikufiwa, wenye walikufa wakuwepo compensated. Raila alisema watakuwa compensated. Sasa hakuna haja tuharibu mali zetu. Hakuna haja. Asante. Labda niseme na Sheikh wa mwisho, wewe tueleze jina lako nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na maandamano yanaendelea kushuhudiwa kote nchini? Kwa majina naitwa John Wedoraro. Mimi naomba ikuwe tu amani. Tufanye kazi yaendelee kwa sababu vita isaidii. Hii Kenya tumesumbuka, tumetengeneza mwaka mingi. Haina haja tuharibu kwa siku moja. Ni hayo tu, asante.
Maoni ya baadhi ya wakazi hapa jijini Kisumu wanasema kwamba wamekuwa wakiandamana mara si moja, mara si mbili, wakiweza kuchoma na kuteketeza mali zao hapa Kisumu bila mafanikio yoyote kujiri. Na wanasema kwamba kwa mara ya kwanza tangu ule usuhuba wa kisiasa baina ya Raila Odinga na William Ruto, wanaweza kusema kwamba wanashuhudia kuna mabadiliko yanaweza kuripotiwa hapa katika ukanda mzima wa Nyanza. Nikueleze kwamba katika eneo hili la Nyanza, sehemu ambayo kumeweza kushuhudiwa maandamano ya kina ama kiasi cha haja ni katika ile kaunti ya Kisii. Nikumbuka kwamba ile kaunti ya Kisii ndiko anakotokea alikuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Ishara tosha kwamba huenda kuna mabadiliko ya hisia katika eneo lile la Kisii tofauti na maeneo mengine ya Nyanza. Lakini yote 9-10 ni kwamba tunafuatilia kwa karibu kuweza tu kujua nini kitakachokuwa kinajiri. Kumbuka hapa Kisumu mara hii kunakuwa na msisimko huu, mara hii kunabadilika kuwa na msisimuko mwingine. Kwa hivyo yote 9-10 tumekita kambi hapa kuweza kuhakikisha kwamba iwapo kutatokea lolote la kuweza kujiri na kusisimuka ama kubadilika, tutakuwa tunarejea na kuweza kumweleza mtazamaji wetu. Lakini hadi sasa hali ni ukimya usio wa kawaida. Kwa hivyo toka hapa Zubeida, moja kwa moja kwako pale studioni. Shukran sana Bramo Bwire akituletea taswira tofauti na yanayoshuhudiwa katika sehemu tofauti ya nchi, ambapo wenyeji wa kaunti ya Kisumu wanasema wao wanataka kuendelea na maisha yao. Wamehakikishwa kwamba haki itatendeka, biashara zao waendelee badala ya kuziharibu. Na Kevin, ujumbe ambao unaupokea kutoka Kisumu unakueleza nini? Unaeleza tu kwamba